Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania limepongezwa kwa kutumia vizuri fursa ya mafunzo ya utoaji huduma ya kwanza yanayotolewa katika hospitali ya JKCI ALMC iliyopo jijini Arusha kwa kuruhusu wafanyakazi wake kujitokeza kwa wingi kupatiwa mafunzo hayo. Hilo limezungumzwa na moja kati ya wakufunzi, Bwana Bahati Ng'ombo toka The Same Qualities Foundation, taasisi ambayo imetoa mafunzo hayo kwa kushirikiana na taasisi ya Kopi. Leo tulikuwa tunachokifundisha ni namna gani ambavyo wanaweza kumuokoa mtu kwenye sehemu za ajali. Kwa mfano, mtu amepata ajali kutoka kwenye jengo refu, ameanguka chini au amebanwa kule ndani, au mtu ambaye amepata ajali barabarani. Namna gani ya wao kujikinga, namna gani ya kuzuia damu isiweze kutoka, namna gani ya kuzuia damu kwenye upande wa kiuno, sehemu za shingo, sehemu za kifua na sehemu za tumbo. Lakini pia ni namna gani ambavyo wanaweza kumbeba huyo mgonjwa, kumweka kwenye spine board au kumweka kwenye gari na kumkimbiza haraka hospitalini. Na session ya mwisho ilikuwa ni kwenye upande wao wa akili. Tunajua wanakutana na majanga mengi ambayo pengine anaweza akawaathiri kisaikolojia, na wao baadhi yao wamekiri kwamba, na sisi pia watu wa afya tunakiri kwamba tunapokutana na haya majanga pengine wao yanatuathiri kisaikolojia, na pengine wao hatupati vizuri ni namna gani ya kusaidiwa kisaikolojia. Maana yake kwamba hatuna psychologist wa kutosha kwenye sehemu zetu za kazi ili waweze kutusaidia kisaikolojia. Sasa leo tulikuwa tunatoa mafunzo ya namna gani wao wenyewe wanaweza wakasaidiana, wao wenyewe wanaweza kashirikiana kusaidiana kisaikolojia pale ambapo inapokuwa limetokea janga kubwa na limeaffect moja kati ya timu yao. Kwa hiyo ndio hivyo vitu ambavyo tumevifundisha leo. Tunaendelea kutoa wito kwa serikali, lakini pia kwa Jeshi la Zimamoto na mashirika mengine, pale ambapo mafunzo kama haya yanapokuwa yametolewa, basi waje kwa wingi kama wanavyofanya Zimamoto, kwa sababu Zimamoto wameweza kuleta watumishi wao karibia kutoka nchi nzima, mikoa yote 26. Mafunzo hayo ambayo leo yameingia siku ya 3 yametajwa kuwa na faida kubwa kwa wanafunzi ambao wamejitokeza, huku wakiomba kwa serikali na wadau wengine kutoa fursa kama hizo kwa wingi. Kwa majina anaitwa FC Agustino Osai, ni askari wa Zimamoto kutokea mkoa wa Dodoma. Leo tumepokea mafunzo mbalimbali yanayohusiana na paramedics, yani utoaji huduma ya kwanza kwenye matukio mbalimbali yale, labda matukio ya ajali, matukio ya emergency yoyote ile. Kwa leo tumepokea mafunzo ambayo yanahusiana na jinsi ya kumhudumia mgonjwa ambaye amepata ajali barabarani, either amegongwa na gari au amepata ajali ya pikipiki. Kwa hiyo sasa jinsi ya kumsaidia mgonjwa kama huduma ya kwanza na then kumfikisha hospitali. Mafunzo hayo tumepatiwa leo, lakini kingine pia tulichopewa ni mafunzo ya jinsi ya kumanage mgonjwa kwenye masuala ya psychology, yani akili, kwamba mtu anapopata ajali anaweza kupata shida ya akili, kwamba labda ana paniki, anaweza kutaka kujiua kulingana na tatizo alilopata. Sasa jinsi ya kumanage stress. Elimu hizi zinasaidia pia unakuta kuna watu ambao hawana uelewa au uzoefu na matukio mbalimbali. Akipatwa na shida kama hii, sisi tunapofika pale, kwa sababu tuna uelewa au tuna experience, kwa hiyo itatusaidia au itaturahisishia kumpatia elimu namna ya control yeye mwenyewe, au sisi tutamsaidia namna ya control saikolojia yake ili asiweze kuwa affected kutokana na vifo au majanga yaliyompata. Lakini pia ningependa kutoa wito kwa serikali na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, yatakapotokea mafunzo kama haya, kutokusita kutupatia elimu kama hizi, kwa sababu inatusaidia kurahisisha kazi tunapokutana na majanga na tunapokutana na wananchi katika namna ya kuwapatia huduma ya majanga yanayowapata mabarabarani na majanga yanayowapata sehemu zao za kazini na
majumbani mwao. Wanasema elimu haina mwisho, na hilo ndilo limewasukuma Kopi na The Same Qualities Foundation kutoa mafunzo hayo ya huduma ya kwanza, wakiamini elimu bado ina nafasi hata kama mtu yupo kazini tayari. Mimi ni Boniface Allen, SQF TV.